ndugu waandishi wa habari, kwanza ni uzinduzi au jambo la kwanza ni uzinduzi wa meli 4 mpya za mizigo, kila meli moja ikiwa na uwezo wa kubeba tani 2000 za mizigo. Meli hizi zitaongeza kwa kiwango kikubwa uwezo wa Tanzania kusafirisha mizigo kupitia ziwa Tanganyika kwenda na kutoka nchi za jirani, hususan Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Burundi na Zambia. Uwekezaji huu ni kielelezo cha imani kubwa ya sekta binafsi katika sera na mazingira wezeshi ya uwekezaji yaliyojengwa na serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mbali na kuongeza uwezo wa usafirishaji wa mizigo, uwekezaji huu utakuwa na mchango mkubwa katika kukuza uchumi, kuongeza ajira na kuchochea shughuli za kibiashara katika mkoa wetu wa Kigoma na ukanda mzima wa ziwa Tanganyika. Meli hizi 4 zinatarajiwa kuongeza mahitaji ya huduma ya usafirishaji wa barabarani na usafiri wa reli, na takriban malori 266 kushiriki katika kusafirisha mizigo kwenda na kutoka bandari ya Kigoma. Aidha, mradi huu wa meli 4 unatarajiwa kuzalisha takriban ajira 600 za moja kwa moja, zikiwemo za madereva, wasaidizi wa madereva, wahudumu wa meli na watumishi wengine katika mnyororo mzima wa usafirishaji, ugavi, biashara na huduma zinazounga mkono shughuli za bandarini. Aidha, endapo kila meli itafanya angalau safari moja kwenda na kurudi kwa wiki kati ya Kalemie na Kigoma, bandari ya Kigoma inatarajiwa kuhudumia zaidi ya tani 832,000 za mizigo kwa mwaka kutokana na operations za meli hizi pekee. Na hili jambo zamani lilikuwa halipo, kwa vile tunaona ongezeko kubwa la mzigo, karibu tani 832,000 zitakuja. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kufungua milango kwa ajili ya uwekezaji. Bila private sector kazi hii singalifanyika. Hili litaongeza mapato ya serikali, kuimarisha biashara, kuvutia wawekezaji, kupanua fursa za ajira na kuifanya Kigoma kuwa kitovu muhimu zaidi cha biashara na usafirishaji katika ukanda wa maziwa makuu na Afrika ya Kati. Ukuaji huu tayari unaonekana. Katika mwaka wa fedha 25-26, bandari za ziwa Tanganyika zilihudumia tani 815,235 za mizigo ikilinganishwa na tani 397,897 mwaka uliotangulia, yaani mwaka 24-25. Tunatarajia mwaka huu au mwakani tutaongeza zaidi, itafikia mpaka milioni 4. Serikali itaendelea kuboresha bandari ya Kigoma, ikiwemo ujenzi wa gati jipya la kisasa la mzigo na abiria ili kukidhi ongezeko hili la biashara. Ndugu waandishi wa habari, mradi wa pili ni ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha 6 kutoka Tabora hadi Kigoma chenye urefu wa kilomita 506 na thamani ya takriban dola za Kimarekani bilioni 2.74. Mradi huu utaunganisha Kigoma na mikoa ya Tabora, Shinyanga, Mwanza, Dodoma, Morogoro na Dar es Salaam, pamoja na kuimarisha mtandao wa reli unaozihudumia Burundi, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na baadaye Zambia. Baada ya kukamilika, safari kati ya Dar es Salaam na Kigoma zitachukua takriban masaa 8 baada ya masaa 30 zinazotumika kwa sasa kwa reli ya kawaida. Sasa ukitoka Dar es Salaam leo saa 12 utafika hapa karibuni saa 12 jioni kesho. Sasa tutakuwa tunatumia masaa 8. Hii inaenda kubadilisha maisha ya Watanzania. Na mfano mzuri nyote mmeona
usafiri kati ya Dar es Salaam na Dodoma. Maisha yamebadilika sana. Watu wanaenda Dar es Salaam na kurudi, wanaenda Dodoma na kurudi, ama Dar es Salaam Dodoma na kurudi. Yaani badilisha sana. Tunaamini na kukamilika kwa reli hii itabadilisha sana maisha kati ya Dar es Salaam na mikoa mingine na Kigoma. Na tutaona maendeleo ya nchi yetu na uchumi unakuwa kwa haraka sana.